Habari za wakati huu mtazamaji wa Sport Leo popote pale ulipo, na kukaribisha katika kipindi kizuri wiki hii michezoni, na tutaangazia masuala mbalimbali baada hasa ya timu za taifa kutoka katika michuano ya kufuzu kombe la dunia. Tunaangalia sasa michuano ya CRDB Federation Cup, lakini pia michuano ya kimataifa ambapo Simba anakwenda kuwakilisha katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika. Utakuwa na mimi Grace Mkojera, niko na mgeni hapa, mchambuzi wangu wa leo ni Alfred Kavishe. Karibu sana. Asante sana Grace. Na tunaanza kwa kuangazia sasa Yanga leo anacheza na Songea United katika mchezo wa CRDB Federation Cup. Wachezaji wamerudi kutoka katika timu za taifa. Unatazamaje nafasi yao kwenye kikosi cha leo? Mjadala mzuri sana kwa kutazama wachezaji ambao wametoka kwenye majukumu ya timu za taifa na kuja kwenye club. Hii mechi na Songea si mechi ambayo labda tunaweza tukasema ni mechi ambayo ni mtihani mgumu sana kwa Yanga, japokuwa mpira unapaswa uheshimiwe. Ni mchezo ambao hata ukiambua andika kwenye karatasi yako hapo kuchora asilimia, lazima kuna sehemu asilimia zitalala zaidi, huku nyingine zitapungua. Kimaanisha Yanga anapewa nafasi kubwa sana ya kupata matokeo kwenye mchezo huo kutokana na aina ya timu ambayo anacheza nayo. Ingekuwa kuna mazingira labda ya kucheza katika eneo la nje ya Dar es Salaam, tungesema asilimia za Songea zingeongezeka kidogo. Lakini kwa kuwa anacheza katika uwanja wa KMC ambao Yanga ameuzoea, bado Yanga ataendelea kuwa namba nzuri kuelekea katika mchezo huu. Umeniuliza kuhusu wachezaji ambao walikuwa timu za taifa kwa nafasi yao hii leo. Binafsi kwa kuwa tunashiriki kwenye field hizi mara nyingi, ni ngumu sana kuona hata asilimia 5 ya wachezaji ambao walikuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa wakicheza mchezo wa leo dhidi ya Songea, kwa sababu aina ya mchezo ambao nimetaja. Ingekuwa ni dabi ama ingekuwa ni mechi ngumu ya ligi kuu, kweli ungeona wakalazimishwa kucheza mchezo wa siku ya leo. Lakini kwa aina ya mchezo wa leo sioni kama kutakuwa na lazima huo. Kwa mfano nimeangalia kwenye wachezaji ambao Yanga ambao wachezaji zaidi ya 11 ambao walikuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa, mtu ambaye kama Khalid Aucho kwenye mchezo wa mwisho wa Uganda the Cranes hakuepo. Inaonekana kwamba hakuwa fit kwa sababu yule ni captain wa timu ya taifa ya Uganda. Ina maana hakucheza ule mchezo kwa sababu hayuko fit. Kwa hiyo ni ngumu kwa kocha moja kwa moja leo kumleta na kumuingiza kwenye mechi dhidi ya Songea. Nazungumza wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania kwa mfano, unamzungumzia Ibrahim Baka, Dickson Job, Mudathir Yahya. Wote hawa sidhani kama watakuwa sehemu ya mchezo wa siku ya leo, kwa sababu tumeona taarifa kwamba jana timu ya taifa imeanza safari ya kutoka Morocco kuja Dar. Unafahamu mchakato wa kutoka Morocco mpaka kufika Dar es Salaam ulivyo. Kwa hiyo yani ingekuwa ni mechi kweli, mechi ile ambayo yani ngumu, mechi ambayo lazima kutokea, basi tungeona wakalazimishwa, pengine watu wangepewa mazingira ya kuhakikisha uchovu haukuepo. Lakini kwa mechi kama ya leo sioni asilimia za wachezaji wao kutumika. Kama watatumika labda ni kuna wale ambao hawakutumika sana kwenye timu ya taifa, mfano Prince Dube ambaye yeye kama mechi ambao umecheza na Nigeria ameingia dakika 85. Mtu kama yule labda unasema labda ajiweke fit, lakini wengine nadhani wana asilimia chache sana za kucheza. Na hii mechi nafikiri ni wakati wa wachezaji ambao hakuitwa kwa majukumu ya taifa kuonesha kile ambacho walikuwa wanakifanya kwenye mazoezi, kwa sababu Yanga walitoa wiki 2 tu za kupumzika, wiki moja ya kupumzika. Sasa wale wote walikuwa wanafanya mazoezi siku zote, alafu leo kwenye mechi dhidi ya Songea una mtu ambaye mpanda ndege anakuja anacheza, wao ambao wanafanya mazoezi kila siku na usicheze. Nafikiri kocha atakuwa ni kama alipoteza muda tu mazoezini kwa sababu kitu ambacho alikuwa anakiandaa kwenye mchezo leo, ratiba ya kombe la shirikisho, nimeona hata Simba walikuwa wanalalamika kwamba ratiba ambayo imekuja kama ghafla hivi. Ratiba ilikuwa kama walikuwa wanaamini kwamba wakitoka kwenye international breaks wanaenda kwenye ligi kuu, lakini imechomeka hiyo ratiba hapo ya kombe la shirikisho la CRDB. Kwa hiyo ilivyo bahati kwa Simba na Yanga ni kwamba wao wamepata wapinzani kidogo ambao unahema. Yaani Grace, unapewa mtu unasema kwamba huyu unajua jinsi ya kumalizana naye. Tofauti na ungepewa wale ambao wanakimbiana. Ukapewa wale, nafikiri ungekuwa na changamoto kubwa zaidi. Kwa hiyo nadhani sioni uhitaji mkubwa sana wa kulazimisha wachezaji ambao wametoka kwenye majukumu ya timu za taifa kucheza mchezo wa leo. Niliangalia mchezo wa Singida na Yanga ule wa kufungua uwanja kule wa Airtel Stadium kule Singida. Nikaona wachezaji ambao walipewa nafasi na kocha
wa Yanga wengi ambao hawatumiki. Nimeona Shuaboy, nikamwona Shahani Hamisi, nikamwona Komei, nikamwona Faridi Maliki, lakini nikajiuliza mambo mengi kweli. Nikasema kwamba wendo wanasababisha kweli, kama tutaona wachezaji ambao wametoka timu ya taifa wakacheza, hawa wachezaji ndio wanasababisha makocha waamue kufanya maamuzi magumu, kwa sababu hawaoneshi. Katika mechi na Singida akasema labda kwa sababu mechi ya kirafiki, lakini bado hawashawishi hata ungekuwa kocha. Lakini nafikiri kwa mechi aina ya Songea wanapaswa kupewa nafasi na siku ya leo. Kwa hiyo swali lako ni kwa swali lako, sioni nafasi ya wachezaji ambao wametoka kwenye majukumu ya timu za taifa kwenye mchezo wa siku ya leo wa Yanga. Lakini vipi ukizungumzia wachezaji wa kimataifa? Kuna haja ya michezo kama hii? Umezungumzia viwango kwamba kiwango cha ukitazama Songea na ukitazama Yanga na umeona kwamba Songea ni timu ambayo kiwango chake ni cha kawaida. Unadhani hawa wachezaji mapro, wachezaji wa kimataifa wanatakiwa wachezeshwe kipindi hiki cha hii michuano, ama unadhani wachezaji wazawa ni wakati wao sasa wa kuonyesha nafasi yao katika michuano kama hii? Hata ukirejea kumbukumbu za michuano iliyopita, matoleo mbalimbali katika hatua hizi za mwanzo 64 bora, 32 bora, hizi ni hatua za ambao hapati nafasi sana kucheza. Kuna mahali panafika hapo hatua inafuata ya 16 bora, robo finali umepewa Azam, nusu finali umepewa Simba, finali nafikiri unajua hata upewe Coastal finali na kwa ngumu. Utarejea miaka mitatu nyuma iliyopita Yanga na Coastal kule Arusha ilipokuwa. Kwa hiyo hizi ni mechi ambazo asilimia kubwa wanapewa hawa wachezaji ambao hawapati nafasi. Kwa hiyo kwa swali lako, kama ni mchezaji wa kimataifa ambaye hapati nafasi, ni haki yake kucheza kwenye mechi kama hii. Mfano Ikangalombo ambaye ameingia kwenye ningizo jipya, akicheza leo huwezi sema kwamba unaweka paka Ikangalombo, ni kwa sababu hajapata nafasi bado, anatafuta ile fitness. Lakini mtu kama Maxi taratibu anakuja kwenye timu, kwa sababu naye injury ilitokea, mpata injury, bado Maxi hajarejea kama Maxi yule ambaye amezoeleka. Mtu kama Yokwasi kwa mfano akacheza leo, hauwezi kushangaa, ni kwa sababu ametoka injury. Ndio mechi zenyewe hizi za kujitafutia fitness. Lakini wengine kwa mfano ushangae leo kocha anatia kina ambao anacheza kila siku. Azizi atacheza, ana uwezekano wa kucheza kwa sababu pia ametoka injury. Hiyo haina mjadala. Hatuwezi kuanza kudoubt kwa nini Azizi amecheza. Lakini kuna mategemeo. Leo unashangaa kocha kamweka Diarra. Jamani, kweli tuna uhitaji huo kwamba hatuna watu wengine ambao wana uwezo wa kukaba nafasi. Japo nafahamu kuna uhitaji wa matokeo, lakini hakuna ulazima huo kusema kwamba wachezaji wa kimataifa walazimishwa kina Diarra. Kama unakumbuka vizuri dabi iliyopita, Yanga 21 bila. Diarra ametoa masaa machache kabla ya mchezo. Saa chache kabla ya mchezo ametoa Dar es Salaam na akacheza. Ni kwa sababu ya aina ya mchezo. Lakini kwa mchezo kama wa leo, Grace, hatua kama hii, timu kama nisinukuliwe vibaya, sijidharau Songea na heshimu kila ambacho wanakifanya. Lakini tukubali kwamba ni madaraja mawili na Yanga. Yaani hiyo haipengiki, na ndio maana bwana zungumza na Fezo siku moja akasema hii mechi ingepelekwa hata kule nyumbani kwa Songea, mambo yangekuwa kidogo, angalau tungepata kitu fulani, Yanga wangeteseka kidogo. Lakini kuwaletea hapa nyumbani katika uwanja kama ule wa Muzoe, wanafahamu kona zote, anafahamu hivi, ni mlima mzito sana kwa Songea. Kwa hiyo sidhani kama kuna uhitaji huo mkubwa kiasi hicho wa kuwalazimisha wachezaji wa kimataifa wacheze. Wana umuhimu kwa kikosi, lakini kwa mchezo kama leo wapate nafasi ambao hawapati nafasi katika michezo mingine. Timu ndogo huwa zimekuwa zikisumbua sana timu kubwa, kwa sababu wanajua ni sehemu ambako wachezaji wataonyesha vipaji vyao, wataonyesha uwezo wao, ni sehemu ambako watu wanatazama kwamba wanacheza na bingwa mara nyingi wa ligi kuu. Sahihi kabisa. Lazima wataonyesha. Lakini pia rekodi mbaya tunaona kwamba Simba aliwahi kutolewa na timu ambayo inacheza daraja la kwanza. Nakumbuka. Inacheza simu daraja la pili. Umekumbusha kitu kizuri sana Grace kwamba Simba ni kweli wamewahi kutolewa na Green Warriors, lakini pia Mashujaa wamewahi kutoa kwenye hatua kama hizi. Lakini unajua unaposema kuhusu kikosi cha pili cha Yanga ama kikosi cha pili cha Simba, bado kile kikosi cha pili cha Simba au cha Yanga kina uwezo wa kufanya ile daraja likaendelea kuwepo. Kwa mfano, tuje kwa mazingira ya kawaida tu, wewe mwana michezo, mimi mwana michezo, na mtazamaji wetu pia ni mwana michezo. Unaangalia kikosi cha pili cha Yanga. Kwa mfano kama ni beki namba 2, kwa mfano kama leo, kama yao hayupo, ina maana atacheza Patrick Israel Mwenda ambaye ni daraja la juu. Kwa mfano kama namba 3 hayupo Boka, ina maana atacheza Kibabage ambaye bado ni daraja la juu. Eneo la beki wa katikati atacheza Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa hiyo ukiangalia bado unaipata ile cream ya Yanga. Kinachobadilika hapa ni kwamba hauwaoni wale wachezaji ambao wanaonekana kila siku, lakini wapo
wachezaji ambao ni wa daraja ya juu. Ikanga Lombo nimezungumza hapa, tumeona kwenye mechi ya kirafiki na Singida, lakini pia tumemwona kwenye mechi iliyopita dhidi ya Coastal Union, iliyopita Yanga kishinda magoli 3-1. Tumemwona kitu ambacho amekifanya uwanjani. Hadi kadhalika mchezo dhidi ya Pamba Ligi Kuu pia tumeona kitu ambacho amekifanya. Kwa hiyo yani sio kwamba Yanga akipanga kikosi cha pili kwamba ameidharau ama ameingia kama kuwapuuza hivi Songea, ni kwamba kikosi chao kinawaruhusu kufanya hivyo. Leo hii Songea watapanga watu wao kufia kwenye timu. Yaani kikosi chao cha kwanza hapaswi hata mmoja kuugua hata homa ili waingie kwenye mchezo huu wa leo. Lakini Yanga leo wanaingia wakirelax, hawajawadharau na mimi sijawadharau Songea, nasisitiza tena. Ni kwamba hiyo surprise zipo. Hata Liverpool katolewa kwenye michuano ya FA na timu, naweza ngasema timu ya shule imemtoa Liverpool kwenye hatua za kombe la FA. Ndivyo ambavyo pia inaweza katokea kama ilivyotokea kwa Green Warriors walipomtoa Simba, Mashujaa walipomtoa Simba. Lakini hata kama Yanga atatolewa, japo ni ngumu, haimaanishi kwamba wale Songea ni bora kuliko Yanga ama wale Songea wamefanya vitu vizuri kuliko Yanga. Ni kwamba ndio mpira unakuwa na matokeo katili muda mwingine. Ndicho ambacho kitakuwa kimetokea, lakini sio kwamba Songea anapewa nafasi ya kuibuka na ushindi ya Yanga. Hapana, ni matokeo mpira yatokea, lakini hata kuna mbili niko kwenye karatasi yako nyeupe hapo, bado nitaweka 75%, kwa hiyo nyingine nitamwachia Songea.